Habari za wakati huu, mtazamaji wa Inland TV popote pale ulipo, ni matumaini yangu ya kuwa hujambo na karibu sasa katika taarifa yetu ya habari. Tuangazie mkusanyiko wa taarifa mbalimbali tulizokuandalia kwa siku nzima ya leo. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuletea taarifa hii, jina langu ni Samuel Chem. Karibu. Naam, tuanze na taarifa hii ambapo askofu mlezi wa UKWATA Taifa na askofu wa kanisa la Moravian jimbo la Kusini Magharibi, Askofu Robert Pangani ameongoza ibada ya kuhitimisha mkutano mkuu wa 60 wa UKWATA Taifa uliofanyika sambamba na uzinduzi wa maadhimisho ya miaka 60 wa Umoja wa Kikristo wa Wanafunzi Tanzania UKWATA. Ibada hiyo pia ilihusisha kusimikwa kwa viongozi wa kamati kuu ya UKWATA Taifa kwa kipindi cha mwaka 2026-2027 ambapo watasimamia shughuli mbalimbali za umoja huo katika kipindi kijacho. Akizungumza wakati wa kufunga mkutano huo, Askofu Pangani amewataka viongozi na wanachama wa UKWATA katika ngazi zote kuhakikisha wanashiriki kikamilifu maadhimisho ya miaka 60 ya umoja huo kuanzia ngazi za matawi, wilaya, mikoa na kanda. Amesisitiza kuwa maadhimisho hayo yawe na matokeo chanya kwa jamii kwa kuhusisha shughuli mbalimbali za maendeleo ikiwemo utunzaji wa mazingira kupitia kampeni za upandaji miti pamoja na kuhamasisha waumini na wanachama kutoa sadaka maalum za maadhimisho zitakazosaidia kugharamia na kuendeleza shughuli za UKWATA. Askofu Pangani amesema kuwa miaka 60 ya UKWATA ni fursa muhimu ya kutafakari mchango wa umoja huo katika malezi ya kiroho, maadili na maendeleo ya vijana nchini, huku akihimiza kuendelezwa kwa mshikamano na ushirikiano katika kutekeleza malengo ya umoja huo. Maadhimisho ya miaka 60 ya UKWATA yanatarajiwa kufanyika katika ngazi mbalimbali nchini, yakihusisha shughuli za kiroho, kijamii na maendeleo kwa lengo la kuenzi historia ya umoja huo na kuimarisha mchango wake kwa kizazi cha sasa na kijacho. Waumini wa kanisa la Africa Inland Church Tanzania AICT pastoreti ya Mispa Luchelele wametakiwa kumtumikia Mungu bila manung'uniko ili waweze kuziona baraka za Mungu. Akizungumza kwenye ibada ya Jumapili katika kanisa hilo, mchungaji wa kanisa la Bethlehemu Buhongwa ambaye pia ni mwenyekiti wa jimbo la Agape Buhongwa Paul Kasheto amewafananisha waumini wasiompenda Bwana ni kama watu waliojawa na makwazo. Mchungaji Kasheto amesema watu wanaomjua Mungu ni watu ambao hawana manung'uniko na ni wepesi wa kusikia na wanaijua sheria ya Bwana na wana amani tele. Ukiona mtu anasema mimi nimekwazika sana na kwenye kanisa leo nimeacha kwenda, acha! Na kuambia wewe kama waambie. Tena wewe ndio mwenye manung'uniko wa kwanza. Halafu ndio waambie wewe ndio unaambiwa. Haleluya! Wanaopenda sheria, wanaomjua Mungu, kinachotufanya tutumike bila kuchoka, bila manung'uniko ni kumjua Mungu jinsi alivyo. Ukikaa na maisha ya kukwazika kwenye maisha yako, kwanza mbingu hautaiona. Hawendi mbinguni. Mbinguni inasema, Biblia inasema wana amani tele. Wanaofanya nini? Wanaoipenda sheria nani? Na wao hawana nini? Hawana la kuakwaza. Na kwa sasa tuelekee katika habari za kimataifa kwa kuangazia taarifa hii kutoka huko nchini Burundi, ambapo bunge la Burundi limepitisha bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026-2027 yenye thamani ya zaidi ya faranga za Burundi trilioni 6.2 sawa na takribani dola za Marekani bilioni 2.2, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuimarisha uchumi na kuongeza uwekezaji katika sekta za maendeleo. Serikali inatarajia ukuaji wa uchumi ikichochewa na ongezeko la uzalishaji wa madini na maendeleo ya kilimo cha umwagiliaji. Bajeti hiyo pia inalenga kuimarisha nidhamu ya matumizi ya fedha za umma na kutekeleza malengo ya dira ya Burundi 2040
2060. Licha ya kupitishwa kwa bajeti hiyo, uchumi wa Burundi unaendelea kukabiliwa na changamoto mbalimbali zinazoweza kuathiri utekelezaji wa mipango ya serikali, ikiwemo ukosefu wa fedha za kigeni. Kutoka nchini Burundi, mwanahabari wetu Bukuru Elias ana ripoti zaidi. Ubaho abashinga amateka muri teyiteka dutoye intego y'ibwirizwa 100%. Bunge la Burundi limeidhinisha bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026-2027 inayokadiriwa kufikia zaidi ya faranga za Burundi trilioni 6.2 sawa na takriban dola za Marekani bilioni 2.2. Bajeti hiyo ni sehemu ya juhudi za serikali za kuongeza mapato ya ndani na kuimarisha uwezo wa taifa kujitegemea kifedha, huku ikitekeleza mikakati madhubuti ya kukabiliana na ukwepaji wa kodi. Kwa mujibu wa serikali, vipaumbele vikuu vya bajeti hiyo ni pamoja na kuimarisha ukusanyaji wa mapato kupitia mamlaka ya mapato OBR na kuboresha mifumo ya usimamizi wa kodi. Waziri wa fedha wa Burundi Alain Ndikumana alisema kuwa bajeti hiyo ilipangwa kwa kushirikiana na mashirika mbalimbali, viongozi kutoka sekta mbalimbali tofauti na miaka nyuma ambapo bajeti ilikuwa inapangwa na Wizara ya Fedha. Si vya bindi ndabisubiyemo bijeri yo muri finance gusa. Hii ni tofauti na bajeti zilizopita ambazo zilikuwa zinapangwa na Wizara ya Fedha. Kwa sasa mnaona kama tumeshirikiana na watu mbalimbali, sekta binafsi, viongozi hadi ngazi za wilaya, madhehebu, wadau wa Burundi katika maendeleo, ili tuwe na maamuzi sahihi kuhusu mambo ambayo yanaweza kufanyika. Na mgawanyo wa fedha ulifanyika kwa kuzisikiliza pande zote. Kwa twumvirije abantu bose. Serikali inaeleza kwa ongezeko la bajeti inalenga kusaidia utekelezaji wa miradi ya maendeleo pamoja na kuboresha huduma za umma, kuongeza uwezo wa taifa wa kugharamia mahitaji yake kupitia mapato ya ndani. Licha kupitishwa kwa bajeti ya mwaka wa fedha 2026-2027, uchumi wa Burundi unaendelea kukabiliwa na changamoto mbalimbali zinazoweza kuathiri utekelezaji wa mipango ya serikali. Wataalamu wa uchumi wanakadiria kwa ukuaji wa uchumi wa nchi unaweza kufikia karibu 3.9%, lakini bado kuna changamoto za uhaba wa fedha za kigeni, mfumuko wa bei na shinikizo kwenye uwezo wa wananchi kumudu gharama za maisha. Katika sekta ya fedha za umma, serikali inaendelea kukabiliana na changamoto zinazohusiana na misamaha ya kodi ambayo haijadhibitiwa kikamilifu, pamoja na athari za uhaba wa mafuta ulioshuhudiwa katika miezi ya hivi karibuni, hali hiyo ambayo imeathiri shughuli mbalimbali za kiuchumi na kijamii nchini Burundi. Hata hivyo, serikali imeeleza kwa hatua mbalimbali zimeweka ili kuongeza mapato ya ndani, kuimarisha usimamizi wa kodi na kupunguza mianya ya ukwepaji wa kodi ili kuhakikisha malengo ya bajeti mpya yanafikiwa. Nikiripoti kutoka mjini Bujumbura nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Na mtazamaji, kufikia hapa ndipo sasa tunahitimisha mkusanyiko wa taarifa zetu kwa kutwa nzima ya leo. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuletea taarifa hii, mimi ni Samuel Chem, nikutakia utazamaji mzuri wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea kutoka hapa Inland TV.